بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Tunaendelea na kitabu chetu Adh-Dhabb an Hiyadh ad-Din bi Sharh Irshad al-Muslimin li aham furud ad-din li Abi Muhammad Hasnu ibn Amir ibn Komba Zanzibar Tanzania hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu. Na darsa iliyomalizika tulimaliza katika kauli yake mtunzi aliposema ar-rabi'u صوم شهر رمضان، kwa maana tulimaliza nguzo ya 4, na leo biidhnillah tabaraka wa taala wa bimashiatihi subhanahu wa taala tunaingia katika kauli yake aliposema wa qawluhu, na kauli yake al-khamisu ya 5 al-hajj ila baitillahi al-haram, ni kuhiji kuielekea nyumba ya Allah ambayo ilikuwa tukufu. Man istataa ilayhi sabila, kwa yule mwenye uwezo wa kuielekea njia hiyo. Anasema alhajju fi lugha alqasdu, hija kilugha ni kukusudia, kwa maana makusudio. Alhajju fi lugha, hija kilugha ni kusudia au kukusudia au makusudio. Na mtu anaweza kusema kwamba hajjtu hadha albayt, maana yake nimekusudia nyumba hii, au hajjtu an adhhaba ila almadina, nimekusudia mimi kuelekea mjini, hiyo kilugha. Hajjtu an ajia ilaik, nimekusudia kukujia wewe, walakinani lam ajidka, lakini sijakukuta. Na mfano wa mifano kama hiyo katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo maana yake tamko hajja, maana yake amekusudia kilugha. Kwa hiyo wewe unapokusudia kwenda kutekeleza ibada ya hija, maana yake umekusudia nyumba tukufu ya wapi? Ya Maka. Wa fi shar'i, na katika sheria. Na ikizungumzwa katika sheria, maana yake kwamba jambo hilo lina nini? Lina asili tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Kwa hiyo sahaba ukimuuliza nini maana ya hija, atakujibu, kwa sababu sio istilahi katika istilahi za wanachuoni, bali ni katika mweko ambao wa kisheria. Ndio anasema fi shar'i, na katika sheria, at-ta'abbudu lillahi, ni kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu, peke yake. Biqasdi Makkah, kwa kuikusudia Makkah. Liiqamati almanasik, kwa ajili ya kusimamisha zile ibada za hija, au kwa ajili ya kusimamisha ibada ambazo zinafungamana na maeneo haya.
وقال الشيخ ابن عثيمين na akasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a fi sharhi al-mumti' katika kitabu sharhu al-mumti' katika juzuu ya 3 kurasa 135 anasema wa qawlu ba'dhi al-fuqaha'i na kauli ya baadhi ya wanachuoni wa kifiqhi fi ta'rifihi katika kuiarifisha kwake hiyo hija au katika kuitolea maelezo maana ya hija. Baadhi yao wakasema qasdu Makkah li'amalin makhsus, ni kukusudia Makkah kwa matendo ambayo yalikuwa maalum hususia. Ukiangalia juu hii maana utaona kama maana ambayo ilikuwa iko sawa, lakini ni maana ambayo ilikuwa haiko sawa. Simefahamu? Yani inawezekana mtu kenda Makkah kwa ajili ya matendo makhsus, labda kwa ajili ya biashara au kwa ajili ya jambo jingine, lakini sio ibada, pia ni matendo makhsus. Ndio anasema shekhe, la shakka annahu qasirun, hakuna shaka yoyote kwamba maana hiyo ni maana ambayo ilikuwa imefupilizika, haipo katika maana ambayo ilikuwa imekamilika iliyokuwa sahihi. Lianna alhajja, kwa sababu hija akhassu mimma qalu, ni khususia zaidi, yani ina maana maalumu zaidi kuliko hivyo ambavyo walivyosema wao. Liannana, anasema shekhe, kwa sababu sisi lau akhadhna bidhahirihi, lau kwamba tutaichukua katika dhahiri yake maana hiyo, kwamba ni kukusudia Makkah li'amalin makhsus, kwa matendo ambayo yalikuwa maalumu, tukichukulia dhahiri yake hivyo, la shamala man qasada makkata litijara, basi itamkusanya maana hiyo vile vile yule ambaye qasada makkata, alikusudia Makkah litijara, kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya biashara. Mathalan, kwa mfano, sababu wapo ambao wanakwenda Makkah, wanakwenda Madina kwa ajili ya biashara, labda wengine wanaenda kuchukua maji ya Zamzam, wana maduka ya dawa, wanakuja kuuza katika maduka yao ya dawa maji ya Zamzam kwa ajili ya tiba ya watu wengine. Kwa hiyo huyu maana yake alichokusudia kwenda Makkah kuchukua nini? Maji ya Zamzam. Wako wengine walikwenda Makkah kuchukua vitabu kwa ajili ya kwenda kuchukua vitabu, wana maduka ya vitabu, wanakuja kuuza na mfano wa hayo. Walakin al-aula, lakini lilokuwa bora zaidi, an tudhkara fi kulli ta'rif lil'ibada, asema ni kutajwa katika kila taarifu ambayo inaarifiwa au maelezo yanatolewa kwa ajili ya ibada, ni mtu kusema at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla, ni kumwabudia Allah azza wa jalla. Fassalatu la naqulu innaha af'alun wa aqwalun ma'luma, sisi hatusemi kwa mfano labda swala, hatusemi sisi innaha af'alun, kwamba hiyo swala ni vitendo, wa aqwalun, na kauli maaluma ambazo zilikuwa zinajulikana fakat tu, bal naqul, bali sisi tunasema hiya ta'abbudu lillahi, bali ni kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, biaqwalin, kwa kauli, wa af'alin maaluma, yani kumwabudia Allah kwa kauli ambazo zilizokuwa maalumu na kwa vitendo ambavyo vilivyokuwa maalumu. Wakadhalika zaka, na vile vile zaka, wakadhalika siyam, na vile vile funga. Hapasemi kwamba labda ni vitendo au kauli ambazo zilikuwa maalum, bali lazima kwanza usemi kwamba at-ta'abbudu lillah, ni kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ndio utasema bi aqwalin wa af'alin ma'luma. Anasema wa furidha al-hajju, na imefaradhishwa haji, kwa maana imefaradhishwa na ikaekwa kwamba ni lazima ibada ya hija, ala alqawli arrajih, juu kauli ambayo yenye nguvu, fi sanati 9 au sanati 10 min alhijriya, katika mwaka wa 9 au mwaka wa 10 katika mwaka wa hijriya. Wa faradha Allahu biqawlihi, na Allah akaifaradhisha hiyo hija kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, walillahi ala nnasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila, na ni kwa ajili ya Allah juu ya watu, hijjul bait,
kuikusudia nyumba ya Al-Kaaba, man istataa ilayhi sabila, kwa yule mwenye uwezo wa kuelekea hiyo nyumba, akawa na uwezo wa kuelekea kwa kuipita njia kuelekea huko. Suratu Al-Imran aya nambari 97. Wa nazalat hadhihi al-aya, anasema na imeteremka aya hii fi sanati 9 min al-hijra, katika mwaka wa 9, fi sanati 9 min al-hijra, katika mwaka wa 9 wa Hijria. Na ibada ya hija ni ibada ambayo Muislamu yampasa aisome, aijue, aielewe na aizingatie nguzo zake, wajibati zake, shurutu zake, sunani zake, kama vile ambavyo katika ibada ya swala. Na yoyote ambaye alikuwa hakuzingatia shurutu zake, wajibati zake, nguzo zake na sunani zake, kwa pengine kuna vitu akavifanyia kusur, mapungufu, na maana kwamba atakuwa anatia dosari ile ibada yake ya hija. Na sio hija tu, swala kadhalika, funga kadhalika, na ibada nyingine yote ile ambayo mtu anaifanya lazima aisome, aijue, kisha ndio ifanye kwa elimu. Walam yufradhu biqawlihi ta'ala, wala hajafaradhishwa kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa atimmu al-hajja wal umrata lillah, natimizeni ibada ya hija na umra kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika sura al-Baqara aya nambari 196. Kama qila bihi, kama panaposemwa kuhusiana na jambo hilo, baadhi ya watu wakadhania kwamba hii aya iliyokuja wa atimmu al-hajja wal umrata lillah, wao wakadhania kwamba hii ndio ambayo iliyokuja kufanya nini, iliyokuja kufaradhisha ibada ya hija na ibada ya umra. La, anasema wa hadhihi al-aya, na aya hii nazalat fi ami al-Hudaybiyah, imeteremka katika mwaka wa Hudaybiyah. Imeteremka katika mwaka gani? Mwaka wa Hudaybiyah. Liqaulihi, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fa in uhsirtum, ikiwa mtazingirwa. Kuzingirwa maana yake kwamba maadui wamewazingira wale sehemu. Sasa ikawa mmezuiwa, mmepata kizuizi, hamwezi kwenda kutekeleza ibada hii ya famastaysara min alhadi, basi ni kile kilichowepesika katika vichinjwa, kwa maana mtachinja kile ambacho kilichokuwa kimefanya nini, kimewepesika. Imefahamu hapo? Yani ikiwa kuna kitu ambacho kimewepesika, basi hicho ndicho ambacho mtakachofanya nini, mtakacho kichinja katika vichinjwa, na yale ambayo mlikuwa mmezuilika kwa vichinjwa hivyo vitakaa badala yake. Suratul Baqara nambari 196 hiyo. Wakana amul Hudaybiyah, na ulikuwa mwaka wa Hudaybiyah, sanatu 6 min alhijra, ni mwaka wa 6 katika mwaka wa Hijria. Walakin hadha alqawl, lakini kauli hii laysa bisahihin, sio sahihi. Kauli hii sio nini? Sio sahihi. Wasawab, na kauli ambayo ilikuwa imesibu, annahu furidha fi sanati 9, imefaradhishwa fi sanati 9. Hapo kuna typing error katika sana, iandikwe as-sana, as-sanatu, na tau yake iwe tau marbuta, isiwe maftuha, iwe tau marbuta, tau ambayo ilikuwa imefungwa, akisha hiyo as-sana iwe na maarifa alif na lam. As-sanatu yani fi sanati 9, katika mwaka wa 9 min alhijra, katika hijra, au al-ashira, au mwaka wa 10. Wal hikmatu, anasema na hikma, kanat taqtadi, hikma inahukumia alla yufrada illa ba'da at-9, kwamba isifaradhishwe hiyo ibada ya hija isipokuwa baada ya mwaka wa 9. Lianna Makkah kanat qabla dhalika, kwa sababu Makkah kabla hapo ilikuwa biladul kufri, ilikuwa ni miji ya nini, ya ukafiri. Lianna Makkah, kwa sababu Makkah kanat qabla dhalika, kabla ya hapo ilikuwa biladul kufri,
miji ya nini ya ukafiri. Na kuna maneno mawili yamejirejea hapo, bilad. Fahamu? Kwa hiyo manake biladi moja yani ifanye nini, iondoke. Biladul kufri kwamba ilikuwa ni miji ya ukafiri, liwujudi almushrikina biha, kwa sababu ya kuwepo washirikina katika mji huo wa Maka. Na washirikina walikuwa wameichukua Maka, wamejaza masanamu katika mji wa Maka, wamejaza masanamu katika mji wa Maka, mpaka ndani ya Al-Kaaba vile vile walitia masanamu. Ndani ya Al-Kaaba walitia masanamu, walijaza katika kila sehemu masanamu, kiasi ambacho sasa unakuta watu wao walikuwa na miungu yao. Kuna mungu wa hasira, kuna mungu wa furaha, kuna mungu wa kuomba mvua, kuna mungu wa kuomba riski za watoto, kuna mungu wa kadha. Kwa hiyo ikawa ile miungu imeigawa katika kila sekta, bali shetani akawachezea baadhi yao. Wanasema wanachuoni kwamba walikuwa wameweka masanamu katika vile vilima viwili vile, kilima cha Safa na kilima cha Marwa. Kwa hiyo akaenda kuomba usiku pale, shetani Ibilisi alayhi la'natu min Allah, yeye hujiweka katika zile sehemu. Kwa hiyo mtu akiomba basi hutoa sauti yake, mikubaliwa ndeli na mfano wa vitu kama hivyo. Sasa wao wakadhania kwamba miungu hii ni miungu ya kweli. Shetani akawapoteza, akawatoa katika usawa, kama vile ambavyo alivyokuwa amewapoteza waganga washirikina na wale matapeli. Kuna baadhi ya siku au katika siku miongoni mwa siku aliyokuwa imepita maeneo ya Masingini kule chini kule katika shimo kule, wale wanajifanya waganga hutumia sehemu zile yale matapeli wale. Kwa hiyo wapeleka watu kule, wakamwambia kwamba tunataka mbuzi, wakataja rangi zisizowezekana au isiyowezekana kupatikana, au kama tapatikana basi anaambiwa kwamba ende naye kule. Akisha kule wanawatanguliza watu mapema kabisa, ende naye kama jioni hivi, giza lishaingia. Wakaenda kule, jamaa sasa wanaambiwa watamke maneno fulani katika kibanda fulani kimetengenezwa. Kwa hiyo kule washaingizwa watu ambao wao sasa ndo wanatoa hizo sauti. Sasa hayo mambo ni mambo ambayo mwenyewe ni Ibilisi na wale wafuasi wake. Kwa hiyo na wao wale ambao walikuwa wamechezewa na Ibilisi ndio wanakwenda nayo mambo hayo, na wanapotezwa na vitu hivyo. Muislamu ambaye alikuwa ameshikamana na tauhidi kisawasawa, akida yake ilikuwa hayumbi, hawezi akayumbishwa na mambo kama hayo kabisa, na wala hayo anakuwa hayazingatii kabisa. Anajua kwamba hayo ni mambo ambayo yalikuwa ya kishetani na yeye anakuwa mbali nayo. Walaysa min alhikma, wala sio katika hikma. Manake haikuwa katika hikma an yufradha hajjul muslimin, kufaradhishwa hija ya Waislamu ilaiha, kuelekea katika nyumba al-Kaaba katika mwaka huo. Yani ilikuwa kwamba haiwezekani wakati huo kufaradhishwa ile hija ile watu kwenda kuhiji katika mwaka wa 6, kwa sababu mwaka huo wa 6 bado Maka ipo katika mikono ya makafiri miji, yani ule mji bado unahesabika kwamba ni mji wa makafiri, kwa sababu makafiri washaeka mizizi yao. Wa hiya tahta dhilli al-kufri, nayo Maka ilikuwa chini ya vivuli vya makafiri, chini ya kivuli cha ukafiri, wal kufari na makafiri. Wa mana'u rasula, na wao hawa walimzuia mtume sallallahu alaihi wasallam kuingia katika mji wa Maka. Sote tunafahamu kwamba mtume alifukuzwa katika mji wake, alitolewa akaja zake katika mji wa Madina. Na Madina wakati mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja, tayari Uislamu ushapata nguvu, kwa sababu walikuwa wakitoka watu kuja katika mji wa Maka kuja kutekeleza ibada za hija kwa mujibu wa mila ambazo zilikuwa zimetangulia huko nyuma, mila ya Nabiullah Ibrahim. Kadhalika wengine walikuwa wakiingiza vitu ambavyo vilikuwa havipo, sio katika ile mila ambayo ilikuwa sahihi ya Nabiullah Ibrahim.
bali Makuraishi wengine walikuwa wakihiji wakizunguka al-Kaaba uriyanan, hali ya kuwa kwa uchi. Walikuwa wakizunguka al-Kaaba baadhi yao. Lakini Maka ilikuwa tayari inajulikana tangu enzi hizo, na watu walikuwa wakenda katika zile sehemu katika mji wa Maka. Kwa hiyo watu wakitoka katika sehemu wakija katika mji wa Maka pale wakifanya al-Kaaba, na al-Kaaba wakati ndio hiyo kwamba Hajar al-Aswad ipo, lakini kwamba ile al-Kaaba kila siku ikifanywa nini tajdid, kwa sababu Allah ndio sehemu ambayo alikuwa ameteua, na inasemekana kwamba pale ndio katikati ya dunia. Allahu a'lam, lakini kwamba hiyo ndio kauli ambayo inasemekana kwamba Allah ameiteua sehemu ile ndio iwe sehemu dunia nzima watu wanaelekea. La yusalu amma yaf'al wa hum yusalun, Allah ulizwi kutokana na kile ambacho anachokifanya. Wengine anasema kwa nini ilikuwa siteuliwe Zanzibar au siteuliwe Tanzania? Ingelikuwa vurugu mechi, ingekuwa mtihani. Yani kama hija ndio ingelikuwa iko Tanzania au iko Zanzibar, ingekuwa mtihani. Sijui umefahamu? Yani ingelikuwa vurugu mechi. Sasa vurugu mechi vipi yani? Ingekuwa vurugu mechi. Ni hayo mengine mengi ambayo watu wanayaona yanafanyika na yanatokezea, si ndio yanaonekana kwamba yanakwenda varange. Sasa hija ingeletwa hapa, ingekuwa vurugu mechi, ingekuwa mtihani. Lakini ingelikuwa Allah ameliteua hasa jambo hilo liko hapa, basi pia ingelipangilia taratibu maalum na lingelikwenda, kwa sababu jambo lake Allah kilitaka, inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kwa sababu hata hiyo Maka wakati amempeleka Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ina watu ambao sanadidi Quraish, ambao ni maadui wakubwa sana wa Uislamu, tauhidi ya kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika wale washirikina wa Maka. Lakini pamoja na hayo amepelekwa Mtume alayhi salatu wassalam, akawalingania watu, akawatoa katika shirki, akawaleta katika tauhidi, na wakafahamu tauhidi, na watu walipinga wakataka kumuua bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mwisho wa siku Allah akampa ushindi. Hivi ndivyo ilivyo. Leo inawezekana kwamba unalingania jambo la sawa la tauhidi, lakini wataka kupinga sio labda makafiri, bali wataka kupinga ni wale katika Waislamu, lakini wale hawajafahamu, hawajaelewa, ndio ambao watakaweza kufanya nini? Kupinga, kwa sababu namna ambavyo walivyokuwa wamelelewa huko nyuma katika mila ambazo tofauti. Kwa mfano katika miji yetu kulikuwa kuna mila nyingi sana, ambazo hizo mila wale maduati walikuwepo katika miji hii na mashekhe ambao walikuwa wapo walijitahidi kwa kiwango ambacho kwa kikubwa cha kuziondosha mila hizo, mpaka ikafikia pahala baadhi au nyingi zimeondoka, lakini baadhi yao katika baadhi ya maeneo zipo na zinaendelea kufanywa kazi. Zamani ilikuwa mtu sijui akipata jambo gani anapelekwa katika shimo au sinki la choo. Mwanamke sijui kama mjamzito nani anapelekwa pale, kisha anafudikizwa, yaani ile harufu imjaa ile. Sasa ikimjaa ile ndio akitoka hapo kwamba kama alikuwa na degedege sijui na nini, lote linakuwa lenye kuondoka, na kwa harufu ya choo lazima itaondoka ati. Allahu musta'an. Sasa mila hizo zilikuwepo hizo, lakini watu walisimama kisawasawa kuziondosha na zikawa ni zenye kuondoka. Simefahamu? Walijitahidi, walizilingania na zikawa ni zenye kuondoka. Kadhalika vile vile mwanamke akizaa akisha kutoka katika 40 anapelekwa kwa baadhi ya watu ambao wanaitakidiwa kwamba ni mashehe, akisha wao ndo wanafanya nini? Mtu huyo ndo anakuwa anamkosha, anamtoa yani ule ujuzi. Hapo pakafunguka mlango mkubwa sana wa uzinifu. Bali tushai kusema kuna baadhi ya vijiji na mikoa mwanamke akiingia katika ujari wake kabla hajaolewa, kwamba ndo kishatokea mchumba, ima kwa siku 2 kabla ya harusi au
au kwamba siku 5 kabla ya harusi au 10, basi anapelekwa akalale kwa shekhe. Mantiki yake ni nini? Anakwenda kutua baraka. Kwa hiyo shekhe ndo anamtia baraka yule, kwa maana anafanya naye uzinifu. Simeelewa? Anafanya naye nini? Uzinifu. Sasa na watu walikuwa wanaitakidi hivyo, wanaona kwamba labda hii ndio dini, kumbe ni uhuni na ushenzi na uzinifu. Lakini watu wakayapiga vita hayo na kawa ni yenye kutoweka, na itikadi nyingi sana zilokuwa zipo ambazo zimepigwa vita. Naam, alfaida faida. Waqala Sheikh Ibn Uthaymeen, na akasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, qad yaqulu qa'il, huenda akasema msemaji, limadha lam yahuju ar-rasul, kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam hakuhiji sanata 9 min al-hijra, mwaka wa 9 hijiria? Kwa nini hakuhiji mtume sallallahu mwaka huo? Yuraddu alayhi, anajibiwa mtu huyo kwa kuambiwa annahu taakhara anil hajj fi dhalika al-aam li amrayn, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amechelewa kufanya ibada hija katika mwaka huo kwa mambo mawili. Al-awwal, jambo la mwanzo, kathura al-wufud, wamekuwa wengi wale wageni, au kathuru al-wufudi, kuwa wingi kwa ugeni, lakini kwamba kuwa wengi, wamekuwa wengi wale wageni. Akesha alladhina, sio alladhi, alladhina yafiduna, wale ambao walikuwa wanakuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, au wanakuja ila al-Madina, kuja kwa katika mji wa nini, katika mji wa Madina, mji wa mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Liyatalaqau, kwa ajili ya kupokea dinahum, kupokea nini, dini yao. Liyatalaqau, kwa ajili ya kupokea dini yao. Mina rasuli, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wa sallam mwaka 9 alijizuilia na kwenda kutekeleza ibada ya hija, kwa sababu watu walikuwa wanamiminika kutoka min anha'il alam, kutoka katika pande za ulimwengu, wanasikia kwamba Maka kuna mtume, basi walikuwa wakifunga safari wakienda katika sehemu hiyo. Kwa hiyo watu wakawa wanapokea, wakawa wanakuja kwa wingi, na sio Maka, Madina nakusudia. Yaani wanasikia kwamba Madina kuna mtume, kwa hiyo watu wakawa wanasogea kwa wingi kwenda kupokea elimu ya dini yao. Walau safara, lau kwamba mtume ingelisafiri kutoka zake Madina kuja zake Maka kwenda kutekeleza ibada hija, lanqata'a anin nasi fi tilka almudda, penge katika kutoka kwa watu katika muda huo, au mtume sallallahu alaihi wasallam ingekata kuwafundisha watu katika muda huo. Kwa hiyo ikabidi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam afanye nini, ajizuilie katika mwaka wa 9. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisafiri kutoka zake Madina kuja zake wapi? Kuja zake Maka. Na ukipata fursa ya kufanya ibada hija ukatoka Madina ukaja zako Maka, maana yake kwamba utapita katika zile sehemu ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alizokuwa amepita. Kwa maana ibada yako ya hija itakuwa napita mule mule ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipita. Maana yake nini? Utatoka katika mji wa Madina, utakuja zako katika Dhul Hulaifa, ambapo katika kituo hicho ndicho ambacho bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka na maswahaba zake kuja pale wakahirimia. Kwa hiyo na wewe unakuwa unapata bahati ya kufika katika kituo cha Dhul Hulaifa, ukahirimia katika kituo hicho. Na kesha pia unapata kuswara kambili katika sehemu hiyo, ambacho hicho kituo hicho hakuna sehemu yoyote katika vituo ambavyo mtume alivyoainisha katika vituo vingine, isipokuwa kituo hicho pekee yake ndio kina mazija, kina ubora wa kuswara kambili, kwa sababu ni katika sehemu tukufu, katika bonde tukufu. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam asema, atani Jibril, alinijia mimi Jibril, faqala, akasema, inna rabbaka ya'muruka an tusalli rak'atayn fi hadha alwadi alatiq, hakika Mola wako anakuamrisha wewe Muhammad uswara raka mbili katika bonde hili kongwe tukufu.
Kwa hiyo kila ambaye anafika hapo anaswali rakaa 2, kwa sababu ni sehemu ambayo ilikuwa tukufu. Na wewe ikiwa hujaenda kutekeleza ibada hija, basi tafuta kwamba safari yako ianzie Madina ije zako Maka, ili upate zile fadhila, kwa sababu umetoka katika mji wako umekwenda sehemu zile, kila sehemu ambayo ilikuwa tukufu, manake wewe uipite upate zile rakaa 2. Wako wengine wanaanzia Maka, wanahirimia katika ndege, lakini kwamba ilikuwa aula zaidi na ilikuwa nzuri zaidi ni kuanzia katika mji wa Madina kuja zako Maka. Akesha cha pili ambacho kinachotia ubora kuanzia Madina, kwa sababu wewe umetoka huku, watu wananasihiwa watubie, walete istighfari, kwa sababu sasa wanaelekea katika ibada hija. Lakini unajua nyumbani ndo nyumbani, mtu inawezekana kwa pengine akaleta istighfari akajitahidi, lakini bado kile kiwango hasa cha kuilea ile nafsi yake ikawa bado kiko chini. Lakini uongo utakapoanzia Madina, kwa zile siku 5, 6, 7 utakazokaa katika mji wa Madina, tayari wewe unafanya ibada pale, unailea nafsi yako, kuiandaa kwamba iwe safi kwa ajili ya kuielekea ibada ya hija ambayo ipo katika mji gani? Mji wa Maka. Sisi tumefahamu. Kwa hiyo ile kuingia kuswali rakaa 5 katika msikiti Masjid Nabawi na kusoma Qur'ani, kuleta adhkari na kufanya mambo ya khairati, bali kuingia tu ule mji wa Madina peke yake, kwamba unakubadilisha mazingira, kwamba unasema sasa mimi natakana nibadilike, nisiwe yule ambaye nilikuwa niko Tanzania au niko Zanzibar. Kwa hiyo unailea nafsi yako, na hata ikifika Maka katika ibada yenyewe unakuwa tayari moyo wako shafanini ushauweka katika tunaita spiritual power, nguvu ya kiroho. Uko tayari manake kuielekea ile ibada ya nini? Ibada ya hija kwa kiwango ambacho kwa kikubwa kabisa. Lakini je, wanaoanzia Maka wakaja zao Madina kwamba ibada iko Maka, vipi na wao? Na wao pia ibada yao itakuwa iko sawa, kwa sababu hicho kituo cha Maka pia Mtume amekiainisha. Lakini wao watakosa rakaa 2, kwa sababu katika kituo chochote hakuna rakaa 2 isipokuwa kituo cha Dhul-Hulaifa peke yake ndio kina rakaa 2. Na baadhi ya watu wanaitakidi, wanadhania kana kwamba kwamba hizi rakaa 2 labda za kuhirimia, yani kwamba mtu akitia ihrama na swala rakaa 2. Hakuna. Labda iwe wewe umetia udhu, uswala rakaa 2 za udhu. Simefahamu. Sasa aliyetia udhu ataswala rakaa 2 za udhu hotelini, na kama anakuja zake Dhul-Hulaifa ataswala rakaa 2 katika Dhul-Hulaifa. Anajengeka swali, je, mimi ndio nimeswala rakaa 2 katika ile bonde tukufu, na kusudia kabla kuswala rakaa 2 hizo mswali tahiyatul masjidi, akisha ndio swala rakaa 2 hizo, sawa, hamna tatizo. Hii kwa sababu safari inakuwa ni hatua, rakaa 2 tushatoshelezesha, kwa sababu wewe tahiyatul masjid ukae msikitini, umepita pale kuhirimia tu. Simefahamu. Naam. Na baadhi yao wanaanzia Madina, lakini pia wanakosa fadhila hizo. Kivipi yani? Sasa hivi kuna usafiri wa treni. Kuna usafiri wa treni, yani mtu anaanzia Madina anakuja zake Maka, akipita kwenye treni, baadhi yao wanavaa katika treni, wanakuja zao katika kituo. Sasa hawashuki wakaingia katika ile sehemu ya msikiti, bali wanahirimia katika treni. Kisha treni hiyo wanaambiwa kwamba sasa tunapita katika Dhul-Hulaifa. Ila ikiwa watu wana nini kwa treni, wale watu wanatakana kwamba wale viongozi wanatakana wachukue mahujaji kwanza, walete katika Dhul-Hulaifa, washuke pale, waswali rakaa 2, kisha kuswali rakaa 2 wachukue pale ndio wapeleke katika treni, lakini wasiwaingize kwenye treni moja kwa moja, kwa sababu anakosesha zile fadhila. Naam. Athani, ya pili, annahu fi sanati 9, kwamba katika mwaka wa 9 sharaka almuslimuna nafaran min almushrikina, walishirikiana waislamu hali ya kuwa ni kikundi katika washirikina, maana washirikiana nao katika kwenda Maka. Maana bado katika mwaka huo kuna washirikina wengine walikuwa kenda pale katika mji wa Maka katika ile al-Kaaba. Kwa hiyo baadhi ya waislamu walifanya nini? Walishirikiana na baadhi ya washirikina ambao wao walikuwa wanafanya zile ibada zao kwa mila zao walizokuwa wako nazo yani. Kwa hiyo Mtume sallam akasubiria hayo yapite. Fakana rasul, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuhibbu alla yahujja ma'ahu illa muslim, asihiji pamoja na yeye isipokuwa Muislamu.
Manake mtume alipenda asikuweko mtu yote ambaye atakehiji pamoja na mtume isipokuwa nani? Isipokuwa Muislamu. Walihadha, na kwa ajili hii ndiyo mtume sallallahu alaihi wasallam amara an yunadi munadi, akaamrisha anadi mwenye kunadi fi sanati 9, katika mwaka wa 9, alla yahujja ba'da al-aam, kwamba asihiji katika mwaka, kwa maana alla yahujja ba'da hadha al-aam, asihiji katika baada ya mwaka huu katika mji wa Maka mushrikun, mshirikina yote. Wa alla yatufa bilbaiti uryan, na kwamba kutufu nyumba al-Kaaba hali ya kuwa kwamba yuko uchi, kwa sababu watu walikuwa wakitufu nyumba al-Kaaba uchi, kike kwa kiume wakitufu uchi katika nyumba ile nyumba al-Kaaba. Na hizi ni katika baadhi ya mila ambazo wao wenyewe ndio walikuwa wakiitakidi kwamba ndio ibada inafanyika kwa uchaji sasa. Yani hakuna mtu kumshirikia mwenzake, lakini watu wako uchi. Sisi tumefahamu watu wako uchi wanafanya ibada ya hija, wengine maziwa nje. Vijana wasema hapo singekuwa na hija hapo. Hakuna hija kweli, kwa sababu ndio washirikina. Na hizi mila hata katika baadhi ya mikoa, katika mikoa ya Tanzania, katika baadhi ya mikoa, baadhi ya mila watu wanatembea uchi, yani kama atajistiri ni sehemu chache sana, lakini wanatembea hali ya kuwa kwamba wako uchi, kwa sababu hawajapata ustaarabu wa kufahamishwa dini ya Uislamu. Kwa sababu dini ya Uislamu pekee yake ndio yenye ustaarabu uliokuwa mzuri. Sasa hawajafikiwa na maduati na mashekhe wakawalingania, lakini walipofikiwa tu na maduati na mashekhe wakafahamishwa, wakaelekezwa, matokeo yake wakaachana na mila hizo za kutembea uchi, wakarudi katika usawa. Kwa hiyo Mtume SAW akapiga marufuku asitufu mshirikina yoyote, wala asihiji mshirikina yoyote katika nyumba ya al-Kaaba, wala asitufu mtu hali yako iko uchi. Na watu waliposikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anakwenda kufanya ibada ya hija, basi Waislamu wengine walikuwa kwenda kufanya ibada ya hija wakaingia tena katika safari, wakaenda pamoja na nani? Na bwana Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo safari ilikuwa imewakusanya masahaba wengi sana, na hakuna hadithi ambayo ilikuwa imekusanya ibada ya hija ya Mtume sallallahu kama hadithi ya Jabir ibn Abdullah. Jabir anaelezea ibada ya Mtume ya hija mwanzo mpaka mwisho, ndio maana hadithi ikawa ni refu sana ukienda katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim, kwa sababu imekusanya ibada ya hija. Bali baadhi ya wanachuoni hadithi hiyo wameandikia kitabu mustaqil, kitabu peke yake, wakasema kwamba hijjatun nabii, hija ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani ikawa inaelezwa mwanzo wake mpaka mwisho wake, namna ambavyo alipokuwa amefanya nini, ameitekeleza Mtume alayhi salatu wassalam, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadithi ni muttafaqun alayhi min hadithi Abi Huraira, kutokana hadithi Abu Huraira radhiyallahu anhu. Warawahu ashabu sunan, na wamesimulia ashabu sunan aidan fi sunanihim, katika sunani yao. Undur al-Jami' li ahkam fiqh sunna, angalia kitabu al-Jami' li ahkam fiqh sunna katika juzuu ya pili ukurasa 297, kitabu hicho cha al-Allama Ibn Uthaymeen alayhi rahmatun min Allah. Kina juzuu takriban 4, katika baadhi ya tabaa kina juzuu takriban 5. Anasema falhajju min afdhal al-ibadat, hija ni miongoni mwa ibada ambazo ziko bora mno. Wa ajalli ta'at, na ni katika utiifu ambao ulikuwa mtukufu mno. Wa adhamul qurbat, na ni katika mambo ambayo yalikuwa makubwa sana ya kujikurubisha kwa Allah. Wa huwa ahadu arkanil islami, nayo ni moja katika nguzo za Uislamu al-adhim, ambayo ilikuwa kubwa sana, ibada ya hija. Na hii ibada ya hija inahitaji mikakati, kuwekewa mikakati ya mapema. Na ibada ya hija ni ibada ambayo kila Muislamu yampasa kwamba aiwekee azma na kusudia. Kwa wale ambao walikuwa wajenda kuitekeleza ibada ya hija, yekee azma, eka mikakati, tengeneza uwezo, kama wa 200, kama wa 400, kama wa 1000, tengeneza uwezo. Na hivi ndivyo ambavyo Uislamu unavyotuelekeza, unavyotuhimiza kwamba kitu ambacho kinachohitajia uwezo
basi kitengenezee mikakati, kiweke kwanza katika moyo. Jambo la mwanzo kikae katika moyo, kiwe manake wewe unakipenda, akesha kwamba una hamu kubwa sana ya kwenda kukitekeleza. Sasa ile hamu ile na ule msukumo ndio utakusukuma kuweza ule uwezo kuutengeneza kiharaka haraka. Na ikiwa kwamba una azma ambayo ilikuwa kubwa, unaweka 200 wallahi Allah atakutia nguvu. Haitokuwa 200 bali atakupa nguvu ambayo usiyotarajia, kwa sababu wewe mwenyewe una azma. Kuna mmoja yeye amekwenda kutekeleza ibada hija kwa biashara yake ya kupanga mafungu ya ndimu tu. Mafungu ya ndimu, anaenda kwenda za kisokoni, ananua ndimu zake, anakuja kuuza fungu 500. Katika 500 faida anapata pale 200. Katika 200 faida 100 anaiweka, 100 anatumia. Basi akawa mwenyewe anakwenda hivyo, Allah akampa taufiki akatimiza kile kiwango cha kwenda kutekeleza ibada hija, kwa sababu azma anayo na azma yake ni kubwa. Hasa anakuja kuaga majirani kwamba mimi jamani na kwa geni na kwenda kutekeleza ibada hija. Afadhali mwenzetu shabata mfadhili. Nani alokupa, hebu tupe na sisi. Yani huo mchongo wanaita mchongo, yani wa kwenda kutekeleza ibada hija. Kaambia hapana, ni biashara yangu ndimu. Usitudanganye, ndimu vifungu hivi vya ndimu. Wakabidharau sana. Kaambia ndio, kwa sababu ile jambo umelekea azma muda mrefu na leo alhamdulillah ninakwenda kutimia. Kweli akatoka kenda zake kufanya ibada hija. Wallahi jambo lolote unaloazimia na ikawa ni mkweli kwa Allah, ukaliwekea azma kikweli kiudhati, basi Allah anakupa nguvu. Wangapi wameweka azma ya kuoa hasa, na matokeo yake wakafanya nini? Wakaoa, kwa sababu tayari anajua katika jambo la kuoa kuna mikakati hii na mikakati hii na mikakati hii. Nipate mahari ya kwenda kumposa yule binti, kadhalika pa kumweka, kadhalika pa kumlisha. Basi akawa anafanya mikakati, anafanya mbinu mpaka atimize, na mwisho wa siku mtu anatimiza yale na anaingia katika ndoa. Nini kilichomsukuma? Ni azma yake na ile hamu yake kuliendea jambo hilo. Kiwa mtu hana hamu, unafikiria anafanya hayo? Hayafanyi, sababu ana hamu yeye apate mwenzake. Kila aliyooa alikuwa na hamu kwamba apate mwenzake, muda umefika, na ndio maana akafa bidii kubwa. Hakuna hata mmoja atakamwambia kwamba anyoshe mkono kwamba mimi nimeoa bila hamu. Sikimefahamu? Hayupo mtu huyo. Umefahamu? Hakuna mtu huyo ambaye alikuwa anafanya nini, alikuwa kaoa bila hamu. Kila mmoja manake alikuwa na azma na alikuwa na hamu kubwa sana, ndio akafikia akaingia katika jambo la kuoa. Kwa hiyo katika jambo la hija na jambo lolote lile ambalo wewe umelekea hamu, umelekea yani nguvu ya kiroho kwamba uliendee, utaliendea tu siku miongoni mwa siku, ikiwa kwamba linakusokota katika moyo wako kwamba lazima mimi nisije nikafa isipokuwa niondoke duniani hali ya kuwa kwamba nguzo 5 za Uislamu shazitekeleza. Basi Allah atakupa taufiki na utakwenda kuitekeleza. Lakini na wewe unafanya ile mikakati ya kibinadamu ambayo Allah alikuwa amefanya nini, amekutaka mja wake uifanye, na wallahi utafanikiwa. Ikiwa kipato chako kwa siku labda 10,000, au ikiwa kipato chako kwa mwezi labda 300,000 au 200,000 au 1,500,000, basi katika hiyo 1,500,000 mega sehemu akesha jifungulia akaunti eka. Na ikiwa unaona kwamba akaunti iko na wewe labda utatumia, basi mtafute mtu kwamba mwambie bana, hii akaunti nimeandika kwa jina lako, lakini awe mwaminifu. Maana yake kwamba umpe mtu akushikia awe mwaminifu. Baadhi ya watu wanakuwa sio waaminifu, kwa hiyo mpe mtu ambaye alikuwa mwaminifu. Au kama si hivyo, taasisi zipo za hija ambazo unaweza kwenda kuweka kidogo kidogo, na ikifika muda tambua kwamba tayari kiwango chako kimetimia kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya hija. Na ndivyo watu wanavyofanya, wanaweka kidogo kidogo, sababu mtu akiweka yeye mwenyewe anaona mimi nitaje kutumia. Lakini wengine wanaenda kuweka katika hizo taasisi, lakini baadaye wanakwenda kukichukua kiwango chao cha pesa. Mmoja alikuja katika taasisi yetu sisi akaweka ni milioni 6. Baada ya kuweka milioni 6 akasema roja kumaliza. Baada ya siku akaja kuchukua milioni 2. Akabakisha milioni 4. Akasema naenda kujipanga, nipe na hizi milioni 4. Sikimefahamu? Akaenda kuzitumia. Piga simu, mambo yamekuwa magumu kidogo, kwa hiyo acha nifanye pirika zangu kidogo. Akatumia zote. Sikimefahamu? Haki yake lazima apewe. Sikimefahamu? Haki yake lazima apewe.
Kwa hiyo akatumia, kwa hiyo ndo anajipanga mwenyewe. Naam. Anasema wa huwa ahadu arkanul islam, nayo ni moja katika nguzo za Uislamu al-azim, ile kubwa, alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu, Uislamu ambao Allah amemtuma mtume wake, mjumbe wake wa nabii na mtume wake Muhammadan al-amin, Muhammad ambaye alikuwa muaminiwa na mwenye kuwa na imani ya kuaminiwa katika kiwango ambacho kikubwa. Muaminifu anaaminiwa juu, kadhalika na watu wa ardhini. Wa furidhat hadhihi al-ibada, na imefaradhishwa ibada hii ala umri al-insan, juu ya umri wa mwanadamu, maratan wahida, mara moja tu. Yani ibada hija katika umri wa mwanadamu ni mara moja tu, ambayo ndiyo ambayo ilikuwa ya wajibu. Kwa hiyo mtu akienda mara pili, akienda mara tatu, akienda mara nne, kama anakwenda kufanya ibada hija yeye mwenyewe, basi inakuwa ni ya sunna. Lakini kama anakwenda kumhijia mtu mwingine, ndio inakuwa ibada ya hija ya mtu mwingine, lakini yeye analipo ujira wa kufanya ibada kama ambao anafanya yeye. Simefahamu? Kwa hiyo ni mara moja tu ndio ambayo ilikuwa ya wajibu. Kwa hiyo mtu akiwa kwamba anakusudia kwenda kufanya ibada hija, basi aichunge ibada yake kwamba aifanye katika hali iliyokuwa nzuri. Na haina maana, kwa sababu kuna baadhi ya fikra za watu zimeingizwa nyingi sana, kwamba ukienda hija ukirudi mara unakufa. Simefahamu? Hizi ni itikadi ambazo zimeingizwa. Kwa hiyo watu wengi wakaogopa kwenda hija mapema, kwa sababu wakirudi wanafanya nini? Wanakufa. Kwa hiyo yeye kufa bado hajamaliza yake duniani, bado nasema haiwezekani kabisa, mimi hija bado kabisa, kwa sababu ana mifano miwili mitatu kwamba mtu amekwenda hija kisha amerudi. Wale wengine wameomba wao wenyewe, ya Rabbi, mimi bana kimaliza ibada hija usiniweke tena duniani, niondoshe. Allah anakubalia dua zao. Simefahamu? Anakubalia dua zao, lakini mtu asiombe kifo moja kwa moja, aombe kifo ikiwa kifo kina khairi na yeye huko anakokwenda. Ndivyo ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyomwambia ami yake Abbas. Lakini itikadi hiyo ni itikadi potofu ya kusema kwamba mtu akirudi hija anakufa. Lakini wengine wanasema kwamba ukienda hija ukirudi maana yake usimwasi Allah. Simefahamu? Kwa hiyo sasa wakawa wao sasa anaona mimi bora nisubirie mpaka niwe kizee. La, kumwasi Allah ni matakwa yako wewe mwenyewe binafsi na kumwendekeza shetani. Kwa hiyo wewe mwenyewe jichunge, bila shaka utatokezea pahala utamkosea Mola wako, lakini utatubia kwa Allah. Lakini hiyo sio sababu ya kuzuia wewe kwamba usiende kutekeleza ibada hija. Sasa ibada hija ni nguzo ambayo kwa muhimu. Sasa hivi ibada hii imefanywa kama ni biashara. Watu wengi sana wamefanya kama ni nini? Biashara. Kiasi ambacho unakuta baadhi ya wale ambao wanasimamia ibada hija, yani hawaisimamii katika ile misingi ambayo inatakiwa. Ukitoka huku nyumbani utaahidiwa mambo mengi sana, lakini ukifika kule vile namna ambavyo ibada inavyotekelezwa sivyo ambavyo alivyofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa jambo ambalo kuwa sila sawa, na watu wanaona kwamba wanapata pesa kwa sababu wanaegeza pesa zao katika ibada za hija, lakini wajue kwamba wakifika siku ya kiyama ataenda kuulizwa kuhusiana na dhamana za ibada za hija za watu ambazo walizokuwa wamezisimamia. Je, walisimama kisawa sawa? Waliwatekelezea watu ibada inavyotakiwa, au kwamba walizifekua? Kwa hiyo taasisi vile vile inatakana kwamba wamche Allah sana na hakikishe kwamba wamebeba dhamana ambayo ilikuwa ni nzito sana katika ibada hizi za hija kwa mujibu wa Uislamu. Lihadithi Abi Huraira, kwa hadithi Abu Huraira radhiyallahu anhu qala, amesema khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aliwahutubia watu Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, akasema inna Allaha azza wa jalla qad farada alaykumul hajja, kwa hakika Allah amefaradhisha juu yenu hija. Katika baadhi ya riwaya imekuja fahujju, basi nendeni mkahiji. Katika baadhi ya riwaya imeshia hapo, hakika Allah amefaradhisha juu yenu ibada ya hija. Faqala rajulun, akasema mtu mmoja katika wale ambao walikuwa pale, fi kulli amin, katika kila mwaka. Fasakata anhu, Mtume akamnyamazia kimya. Yule mtu akauliza, kila mwaka ya Rasulullah? Yule mtu akamnyamazia kimya. Hata aadahu thalathan,
mpaka akamrejeshia mara 3. Kila mwaka ya Rasulullah kimya, kila mwaka ya Rasulullah kimya, kila mwaka ya Rasulullah kimya. Yule mtu akaona naye anyamaze kimya kwa sababu hakuna jawabu. Faqala, mtume akasema, lau qultu na'am, lau ningelisema ndio, la wajabat, ingelikuwa ni wajibu kila mwaka mtu ende kuitekeleza ibada hii. Walau wajabat, na lau kwamba ingelikuwa ni wajib, lam taqumu biha, msingeliweza kuisimamia hiyo ibada hija kila mwaka, msingeliweza. Walau lam taqumu biha, na lau kwamba msingeliweza kuisimamia, udhibtum, mngeliadhibiwa, kwa sababu tayari imekuwa ni wajibu akisha kwamba hamjasimamia jambo la wajibu, mngeadhibiwa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya nini? Akanyamaza kimya, hakusema ndio. Simefahamu kusema ndio, anyamaza kimya. Hapo jawabu lake ni kweli kunyamaza kimya. Maana yake kwamba wala hakuna haja kumwambia la. Alimwambia kwamba alinyamaza kimya, mwisho akasema lau ningelisema ndio basi ingeliwajibika. Jawabu zuri kabisa. Kuna baadhi ya kati majawabu mtu akiagiza kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiyatoa, basi kuna mambo mengi sana anajifunza katika majawabu kama haya ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyatoa. Rawahu an-Nasa'i, hadithi amesimulia al-Imam an-Nasa'i, nambari hadithi ni 2618, wa ghayruhu, na wengineo wamesimulia. Wasahahu al-Albani fi sahih an-Nasa'i, akisaisha hadithi ya al-Imam al-Albani katika sahih an-Nasa'i wa fi ghayrihi, na katika vitabu vinginevyo min kutubihi rahimahullahu ta'ala, katika vitabu vyake rahimahullahu ta'ala. Kwa mnasaba wa darasa leo tufikieni hapo, insha Allah tutakuja kuendelea katika darasa nyingineyo biidhnillah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam.